Je, ungekuwa na utajiri wa mamilioni ya dola, magari ya kifahari na majumba ya kifahari, ungekuwa tayari kuweka rehani kila kitu ulichonacho, kuingia kwenye madeni makubwa na kuhatarisha kurudi kwenye umaskini wa Tandale kwa ajili ya ndoto ambayo kila mtu anakuambia itafeli? Hapa ndipo Diamond Platnumz alipofanya maamuzi ya kishujaa na ya hatari zaidi katika historia ya burudani Afrika. Badala ya kutawala soko la muziki kwa miaka mingi, Diamond Platnumz alipata ndoto kubwa zaidi. Alitaka kuwa na chombo chake cha habari, Wasafi TV na Wasafi FM. Alitaka kuacha kuwa star anayesubiri kuombwa radhi redioni na badala yake awe mmiliki wa mtambo mzima. Lakini kiuhalisia, kuanzisha TV na redio ni moja ya biashara hatari zenye gharama kubwa zaidi duniani. Washauri wake wa kiuchumi na mameneja, hata watu wake wa karibu, walimkanya sana. Walimwambia, Diamond, utafilisika. Vyombo vingi vya habari vya mastaa vimekufa. Utapoteza kila kitu ulichovuja jasho ukitafuta tangu ukiwa Tandale. Hofu ilikuwa kubwa kiasi kwamba hakuna mfanyabiashara alikuwa tayari kuungana naye, kuwekeza kama mbia. Katika sekunde ya mwisho ya kusaini mikataba ya kununua mitambo ya mamilioni ya dola kutoka nje ya nchi, Diamond alijikuta peke yake. Akaunti zake za benki zilikauka kwa sababu ya malipo ya awali, na bado zilihitajika pesa nyingi zaidi ili kupata leseni na majengo. Hapa ndipo alipoonyesha ushujaa wa kikomando wa kibiashara. Diamond alifanya maamuzi yaliyomtoa machozi mama yake mzazi. Alichukua hati za baadhi ya mali zake kubwa, akaingia benki na kuchukua mikopo mikubwa ya hatari, high risk loans. Aliweka rehani jina lake na brandi yake. Siku anasaini makaratasi hayo, mikono ya watu wake wa karibu ilikuwa inatetemeka, wakijua kuwa lolote likienda vibaya, kama serikali ikikataa kutoa leseni au biashara ikifeli, Diamond angepokwa kila kitu na kurudi kuanza sifuri. Katika miezi ya mwanzo, suruba ilikuwa kali, mapato yalikuwa chini, mishahara ya wafanyakazi maelfu ilikuwa inamtegemea yeye, na mitandao ilikuwa inacheka akisubiri anguko lake. Lakini Diamond alisimama imara. Akawa anaingia yeye mwenyewe studio usiku na mchana, kusimamia vipindi, kubuni ubunifu mpya na kutafuta matangazo ya biashara yeye mwenyewe mitaani. Ushujaa ule wa kukubali kufa au kupona, no retreat, no surrender, ulilipa. Ndani ya muda mfupi, Wasafi Media ikawa moja ya vyombo vya habari vinavyokuwa kwa kasi zaidi Afrika Mashariki na Kati, ikishika namba za juu kwenye chati za kuajiri mamia ya vijana wa Kitanzania. Diamond hakuishia tu kuwa mwanamuziki, bali aligeuka kuwa media mogul, mkurugenzi wa chombo cha habari, akivunja ule mwiko uliosema wasanii hawawezi kumiliki makampuni makubwa ya habari. Ushujaa sio tu kutokuwa na hofu. Ushujaa wa kweli wa Diamond Platnumz ni pale alipoitazama hofu ya umaskini usoni, akatabasamu na akaamua kuweka utajiri wake wote mezani, akisema, kama niliwahi kutoka Tandale nikiwa sina kitu, nipo tayari kupambana tena upya ili nishinde kiukweli.